Ofisi ya Wizara ya Afya, baraza. Ninajua kuna madirekta wa kampuni binafsi za kutengeneza bidhaa katikati yetu, na ambao wamesema wako njiani. Kuna wale wanaotengeneza vifaa vya uchakataji toka Kibaha, bado hawajafika. Wote hao wametuandikia message kwamba wanakuja na wote ni wadau. Kwa ujumla, mgeni rasmi, lengo la mkutano wa leo ni kuwakusanyisha wadau wote waliopo katika mnyororo wa thamani wa bidhaa zinazotengenezwa kutoka katika miti dawa. Miti dawa inatengeneza vipodozi, miti dawa inatengeneza tiba asili ya kunywa, miti dawa inatengeneza virutubisho. Kwa hiyo katikati yetu hapa kuna wanaotengeneza hizo vitu vyote. Kwa hiyo ninaomba nichukue wasaa huu kuwakaribisha wote. Muda wetu umeenda, sikuweza kutaja mmoja mmoja, lakini ndugu mgeni rasmi, hao ndio ambao wako hapa. Napenda kukushukuru kwa kutoa nafasi yako kufika katika mkutano huu. Kama ilivyotajwa kabla na anayeratibu shughuli hii, mradi wa GREED ambao kirefu chake ni Green Resources Innovation for Livelihood, ni mradi ambao unafadhiliwa na shirika la NAIDA, unafadhiliwa na serikali ya Denmark kwa ajili ya kuongeza uwezo na kuongeza ubora wa hizi bidhaa, ili sasa mtu binafsi aweze kutoka kimaisha. Kwa hiyo ni kukuza uchumi wa mtu binafsi ili kwamba aweze kufanya kitu ambacho kinamzalishia na kuweza kuishi na hivyo kuondoa umaskini. Mradi wa GREED umeanza mwaka 2018. Tatizo kuu ambao mradi ulipeleka kwa wafadhili ilikuwa ni kwamba ijapokuwa Tanzania ina bidhaa mingi na inatumika, bado bidhaa zake zilikuwa hazichangia katika uchumi binafsi wa mtu, afya kwa namna ya ambayo inaeleweka kabisa, lakini pia uchumi wa taifa. Lakini mradi ulipoanza, tulilazimika kufanya utafiti wa awali kuthibitisha hilo. Utafiti wa awali wa mwaka 2018 ulionyesha kwamba kutokukua na kutokuboreka kwa bidhaa hizi kunatokana na changamoto mbalimbali zilizopo katika mnyororo wa thamani. Mnyororo wa thamani wa bidhaa hizi unaanza kuanzia kule ambako materials zinapatikana. Asilimia kubwa ya wadau hapa wanaotengeneza bidhaa hizo wanatoa porini. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, hata tukisema kwamba leo wazalishe bidhaa zipelekwe nje ya nchi kama China, unaweza kukuta wengi hawana material ya kutosha. Changamoto hizi zimeendelea kutoka pale zinapopatikana material mpaka vile viwango vya juu mpaka kwa mlaji, kwa maana ya kwamba hata mlaji anahitaji usalama wa data, hata mlaji anahitaji usalama wa product. Lakini hapa katikati kuna wadau mbalimbali ambao wao wanasimamia ubora. Pia changamoto zimeonekana hasa katika maeneo ya mawasiliano. Kwa hiyo utafiti wetu wa awali ukagundua kuna changamoto kubwa katika mnyororo wa thamani. Kwa sababu hiyo tulianza kushughulika na mnyororo wa thamani mzima kuanzia mwanzo. Kwa hiyo katika mnyororo wa thamani wa bidhaa na miti dawa, karibia kila kipengele kimewakilishwa mahali hapa, na wengine wataendelea kuja kwa sababu wako vijana. Ni tamanio letu kwamba katika kongamano hili ambalo ni la kwanza katika mchakato wa kwenda kuzindua jukwaa letu la ubunifu, manake kuna tukio lingine kesho na kilele Jumamosi. Leo watu watoke hapa, aliyekuja na bidhaa hajui TBS inamsaidia nini, leo hapa ajue na apate mtu wa kumpigia simu moja kwa moja kumwambia nina bidhaa, ambaye anaweza kumwambia una shida 1 2 3, hebu fanya 1 2 3. Tunatamani kila mtu ajue hawa wanaochangia katika kuweka ubora katika hali ya juu walioko serikalini wanaosaidiana. Kwa maana hiyo kongamano hili halitakuwa darasa,
kongamano hili litakuwa mjadala. Ndio maana unaona wameweka products zao hapa na sheria, na tulijiwekea hali halisi kwamba hakuna mtu kuingia hapa bila product. Kwa hiyo unazoziona pale ni bidhaa, na katika bidhaa hizo kuna bidhaa za SUA pia. Kwa hiyo tunategemea leo tutoke tukiwa watu tangia tumeanza kuona matokeo. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kupata ule utafiti wa awali, tuliita baadhi ya watu ambao wanazalisha bidhaa hizi na tukakaa nao hapa SUA siku 2 na tukawapa elimu juu ya kemikali, juu ya namna ya kutengeneza bidhaa, jinsi ya kutengeneza kwa namna ya usafi, namna gani apate masoko. Na baadhi yao hapa ni mashahidi, bidhaa walizonazo walikuwa hawana kabla. Kwa hiyo nishukuru sana ofisi ya utafiti, mkurugenzi wa utafiti, kwa sababu kwa sehemu kubwa amekuwa akitusaidia kutupa vibali, kuwatembelea na kufanya haya makongamano. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, chuo chetu chako kimefanya impact kubwa katika maisha ya watu, na mimi ninaamini na wengine wamekuwa wakitupa shuhuda kwamba wanaona mwelekeo katika kuweza kuboresha maisha yao. Ndugu mgeni rasmi, mimi nilikuwa natambulisha mradi na vitu ambavyo tulikuwa tunafanya. Naomba nichukue nafasi hii kurudisha kijiti kwa yeye anayeongoza ili ratiba zingine zikapate kuendelea. Karibuni sana. Asante sana Dr. Philemon Mabiki kwa utambulisho mwanana na uratibu mwanana wa mradi. Kimsingi alivyosema products mwanzo zilikuwa chache, zimeongezeka. Kuna moja nimeshaitest pale, tangawizi inaitwa golden tangawizi. Kwa si wazee inatufaa. Inatufaa. Kwa hiyo ikifika wakati tutazunguka huko kuona. Tunashukuru sana. Alafu nimeona hata package zake, kwa kweli tunashukuru sana kwa kazi nzuri mnayoifanya katika huu mradi wa green unaofadhiliwa na Danida. Kwa kweli vitu kama hivi vilikuwa vimejificha miaka mingi, vilikuwa hatuvioni. Tunatarajia tu chloroquine ije kutoka kule, wakati tunazo chloroquine zetu. Tunatarajia sijui dawa gani toke wakati tunazo za kwetu hapa. Sasa tunaziona. Baada ya hapo, naomba nimkaribishe rasi wa ndaki ndugu Dr. Geoffrey K. Kargira kwa ajili ya neno kwa hawa ndugu zetu walio mbele yetu na pia kwa timu ya rasmi. Karibu sana ndugu Dr. Geoffrey Kargira. Nashukuru ndugu msema chochote MC. Ndugu mgeni rasmi Profesa Amangus Mwairwa, naibu makamu mkuu wa chuo utawala na fedha, akimwakilisha mkuu wa chuo, makamu mkuu wa chuo Profesa Rafael Chibunda, Profesa Kabote ambaye anamwakilisha naibu makamu mkuu wa chuo upande wa taaluma Profesa Mawili Matawala, mkurugenzi ya shahada ya uzamili utafiti wa uchaji na teknolojia Profesa Shaigiri, mtafiti mkuu kiongozi wa RIRI Dr. Mabiki, Dr. Makidala naye mmoja wa washiriki katika hiyo project, wakuu wa taasisi mbalimbali za umma na binafsi mliohudhuria. Nasikia na RMO kama ameshafika. Nimesikia pia kuna viongozi wa SHIVIATA
na pia vyama vingine vya tiba asili. Tumeambiwa pia kuna mkurugenzi wa tiba asili na tiba mbadala wa Wizara ya Afya, viongozi mbalimbali wa chuo mlioko hapa, wawezeshaji kutoka TBS, kutoka kwa mkemia mkuu, washiriki kutoka sekta mbalimbali, vyombo vya habari, wataalamu mbalimbali wa tiba asili, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Habarini za asubuhi. Karibuni sana, na naona mmekuja na neema mkatuletea na mvua. Sisi tunashukuru sana. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye amewezesha hivyo vitu vyote. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka hai na kuweza kutufikisha hapa salama na kutuwezesha kuwa na hiki kongamano letu hapa. Pia naomba kuishukuru sana management ya SUA na pia waandaaji wa mdahalo huu muhimu juu ya mafungamano ya tafiti na sera, changamoto na suluhisho. Kwanza kuuleta katika ndaki ya Solomon Malhango ya sayansi na elimu hapa campus ya Solomon Malhango, ambao ni campus yenye historia ya aina yake katika hasa kwa wale wapigania uhuru ambao walikuwa wanakaa hapa. Na baada ya kuondoka basi tukawa tumepewa SUA na hii ndaki au college ndio tuko huku. Kwa hiyo karibuni sana kwenye haya maeneo. Ndugu mgeni rasmi na washiriki wote, ndaki yetu ni kati ya ndaki 5 za SUA. Ndaki ni Kiswahili ni college. Kwa hiyo na ndaki 5, pia tuna shule kuu school. Kwa hii ndaki huku nasema kwa ukubwa inashika nafasi ya pili kutoka ndaki mama ya kilimo. Na ndani ya ndaki yetu tuna wanafunzi zaidi ya 5,000. Na kila mwaka tuna toa karibu wataalamu zaidi ya 1,000 katika fani ya tehama, upande wa mazingira, upande wa elimu. Na hapa tunatoa walimu wa kilimo na biolojia. Yaani akitoka anakuwa ni mtaalamu, ni mwalimu wa kilimo na biolojia, biolojia na kemia na hisabati, biolojia na jiografia, hisabati na teknolojia ya habari, jiografia na hisabati, na stashahada ya uzamili katika elimu. Kwa hiyo vyote vinatolewa hapa. Kwa hiyo kuna walimu wanaotoka hapa. Pia ndaki yetu inatoa shahada za juu za uzamili na uzamivu. Ndaki yetu ni ndaki ya kipekee inayobeba historia kama nilivyosema ya ukombozi wa nchi ya Afrika Kusini. Maanake walikaa hapa, waliwafundisha watu wao na baadaye wakawa wamekwenda huku Afrika Kusini. Kwa ndugu wadau wote mliofika, tunaomba mkaribie kuona vivutio mbalimbali vya kihistoria na majengo yetu. Kuna makaburi ya wale wapigania, baadhi ya wapigania uhuru yapo. Kuna majengo, kuna hiyo Freedom Square, mahali ambapo ni pakubwa walikuwa wanapatumia, na vitu mbalimbali. Karibuni sana kwa kuona hivyo vivutio. Ndugu mgeni rasmi na washiriki wote, pia kwa mwaka huu wa masomo ndaki yetu imeanzisha shahada nyingine ya sayansi ya elimu. Kwa hiyo sasa tutaanza kutoa walimu katika fani ya fizikia na hesabu au hisabati, alafu pia katika fani ya kemia na fizikia na jiografia. Na hivyo
hii inakuwa ni kitovu cha elimu ya sayansi asili na tumizi hapa nchini. Kwa hiyo natumaini huko ndio hasa kwenye mambo chemistry, physics naingia vizuri zaidi, lakini kuna hesabu humo, maana lazima mpime ni kipimo kiasi gani. Kuna mambo ya biology, ubora. Kwa hiyo hata hapa tumesheheni vya kutosha. Pia tuna shahada ya uzamili tumezianzisha katika sayansi ya elimu na ya hydrogeology. Kwa hiyo karibuni sana sana kwa maombi kwa wale watakaopenda kujiunga, na hata kama tuna watoto na watu wengine tunawakaribisha kuja kujiunga katika shahada hizi na nyingine nyingi zilizoko hapa SUA. Tuna shahada nyingi tu. Kwa hiyo karibuni sana. Kwa upande wa utafiti, hii ndaki pekee inayotoa shahada ya uzamili na uzamivu ambazo zinahitajika moja kwa moja katika utafiti wa mazao ya mimea dawa, ambayo mojawapo inahusika katika tukio hili. Kwa hiyo ndaki yetu ina miradi zaidi ya 9 ambayo kwa namna moja ama nyingine zinagusia bidhaa hizi za mimea dawa. Kwa sababu hiyo tunategemea kuchangia juhudi za SUA na taifa katika kuongeza ubora wa bidhaa hizi ili zipate masoko, na kwa namna moja ama nyingine tunachangia katika kuelekea kwenye viwanda. Awamu ya 5 lazima tuende huko, tumeshafika uchumi wa kati. Kwa hiyo tunategemea kwamba hivi ndio viwanda vinaanza hivyo kuongeza pato. Pia tutaweza kuongeza pato la watu binafsi na taifa na uchumi na ongezeko la viwanda pia. Ndugu mgeni rasmi na washiriki wote, ninaomba kuwakaribisha sana sana hapa, na ninashukuru sana kwa nafasi hii ambayo nimepata, na naomba niwatakie mdahalo mwema na wenye mafanikio na maendeleo kwa taifa. Kwa hiyo karibuni sana, mko SUA na najua mtatusaidia katika vitu mbalimbali kama mwenzetu ambaye ameshaanza kuonja, na sisi hatutachukia kuonja pia. Asante sana. Rasmi naomba nirudishe kijiti kwa Taalamu Mbele. Asante sana. Asante sana mkuu wa ndaki, rasi wa ndaki. Kwa Kiswahili ni principal. Sasa wenzetu wakina Makii na nani wametuletea maneno ya Kiswahili ambayo ni magumu kidogo. Ukisikia ndaki unasema ndaki ni nini? Kumbe ni college. Lakini katika ile hapa tunasema college ni nini? Ni chuo. Sasa chuo kikuu, chuo tena ndani, unasema hii ni ndaki. Kwa kweli kama alivyosema rasi wa ndaki, vyuo vikuu vipo vingi vinavyotoa shahada za elimu hasa kwenye sayansi asili na tumizi, vipo vingi pia. Lakini kama unataka kijana wako awe mwalimu bora wa hayo masomo yote ya sayansi asili na tumizi, mlete SUA. Waambie hata huko mkienda huko, waambie kama tunataka vijana wawe walimu. Kama mnataka awe na shahada tu peleka popote, lakini kama mnataka awe na shahada ile ambayo anaenda kwenda kuitumia, mlete SUA. Tumefanya kwa utafiti kidogo huko kote wanapofanya shughuli wa vijana wetu. Kwa kweli wapo vizuri sana. Kwa hiyo shawishi ndugu na mwingine, mwambie peleka SUA. Sasa tumeanzisha na masters na nini kama alivyosema, yaani shahada za juu. Na kwa utafiti, kama unataka utafiti wa kikemia, utafiti wa kibiolojia na nini, njoo hapa. Hapa ndio penyewe hapa Mazimbu hapa. Na wataalamu waliobobea kama Dr. Philemon Mabiki, Faith Mabiki. Hao ndio wenyewe hapa. Yaani huyu tangu akiwa mdogo yeye anacheza na hivyo mpaka leo. Sasa akifika umri wa kwangu sijui itakuwaje. Baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe mkurugenzi wa shahada za uzamivu na utafiti na shahada za uzamivu kwa neno kabla hajamkaribisha mgeni rasmi. Profesa Kashaigiri, karibu. Asante sana ndugu MC.
Awali ya yote namshukuru Mungu kwa nafasi hii aliyotupa kuweza kukutana leo katika mwadhara huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naibu makamu mkuu wa chuo utawala na fedha, anayemwakilisha makamu mkuu wa chuo Profesa Rafael Kunda, Profesa Kabote, anayemwakilisha naibu makamu mkuu wa chuo taaluma ambaye ni Profesa Maureen Mawala, Lasi Wandaki ya Solomon Marami, Dr. Geoffrey Kagira, mtafiti mkuu wa mradi wa GRIL Dr. Faith Mabiki, mkuu wa Work Packet 4 ambayo inaangalia swala la uchumi na biashara Dr. Makindara Sapenges, wakuu wa taasisi mbalimbali za umma na binafsi waliohudhuria, RMO ambayo utakuwa umefika, CHIDIATA, vyama vingine vya tiba asili, mkurugenzi wa tiba asili na tiba mbadala Wizara ya Afya, mwakilishi kutoka TBS, mwakilishi kutoka ofisi ya mkemia mkuu, viongozi wengine wa chuo mliopo hapa, washiriki kutoka sekta mbalimbali, vyombo vya habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari ya asubuhi. Salama. Awali ya yote, kwa niaba ya kurugenzi ya shahada ya uzamili, utafiti wa ulishaji wa teknolojia na ushauri wa kitaalamu ya Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, kwa niaba yangu mwenyewe napenda kutoa shukrani nyingi zetu za dhati kwako mgeni rasmi kwa kukubali mwaliko wetu kuja kufungulia rasmi kongamano hili la kitaalamu la wadau, ikiwa ni moja ya shughuli ya uzinduzi wa jukwaa la ubunifu wa bidhaa za mimea dawa kwa maendeleo ya taifa. Tunajua wingi na uzito wa shughuli zako za kiutawala na kiuongozi hapa chuo, na hasa kipindi hiki ambacho chuo ikiwa kwenye muhula wa kwanza na ambapo mitaala miwili inaendelea sambamba, ikiwa ni pamoja na ukarabati mkubwa unaofanyika hapa chuo. Kongamano hili limejikita kwenye kujadili uboreshaji wa uzalishaji, uchakataji, fungashaji na uuzaji wa bidhaa zinazotokana na mimea dawa hapa Tanzania na namna ya kutatua changamoto zilizopo. Napenda pia kuwakaribisha wageni wengine wote mliohudhuria kongamano hili. Tunawashukuru sana kwa kutenga muda wenu na kushiriki nasi katika tukio hili muhimu ambalo linalenga kuboresha biashara nzima ya bidhaa zinazotokana na mimea dawa kwenye mnyororo mzima wa kuongeza thamani na bidhaa hizo. Ninaomba mshiriki kamilifu katika kongamano hili, na ni imani yangu wewe mtazamo na fikra mpya mwishoni mwa muda wako. Pia ninaishukuru kamati iliyoandaa na kuratibu kongamano hili chini ya Dr. Faith Mabiki, mwadhiri na mtafiti mwandamizi wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, pamoja na watakaoshiriki kutoka taasisi mbalimbali ikiwemo zile zinazowasilisha mada mbalimbali za kitaalamu. Kwa wale ambao leo ndio mara yenu ya kwanza kufika katika kampasi hii ya Solomon Marami, naomba niwafahamishe kwamba hii ni moja ya kampasi zetu mbili zilizopo manispaa ya Morogoro. Kampasi hii ilikuwa kambi ya wapigania uhuru kama ambavyo Ras Wandaki ameshatangulia kusema wa Afrika Kusini dhidi ya ubaguzi wa rangi. SUA ilikabidhiwa miundombinu ya kampasi hii mnamo mwaka 1999 na Wizara ya Sayansi, Teknolojia na Elimu ya Juu, ikiwa pamoja na ukumbi huu maarufu uliokusanyika leo. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na kuwa matumizi ya bidhaa, biashara ya bidhaa ya mimea dawa imekuwepo kwa muda mrefu Tanzania,
bado biashara hii inaonekana ni sekta isiyo rasmi na imekabiliwa na changamoto za taasisi na uendeshaji wa masoko. Zaidi ya hapo, bidhaa za mimea dawa zinakabiliwa na changamoto zinazohusiana na uzalishaji, uvunaji, utengenezaji, uuzaji na upatikanaji endelevu wa malighafi. Suluhisho ya changamoto hizi zinahitaji tafiti za kisayansi, ubunifu wa masoko, kuzingatia vigezo vya ubora na kufuata taratibu za biashara yenyewe. Hivyo lengo la kongamano hili ni kujaribu kujadili changamoto hizi na kupata maelezo ya kitaalamu kutoka wahusika wote wa uboreshaji wa mnyororo wa thamani wa bidhaa hizi za mimea dawa. Ndugu mgeni rasmi, ni wazi kuwa vyuo vikuu kote duniani ni vituo vya maendeleo ya taaluma na tafiti mbalimbali. Ni kwa muktadha huo, Kurugenzi ya Uzamili kupitia kitengo chake cha uainishaji wa teknolojia pamoja na mradi wa utafiti wa drill zimeona ni vyema kutumia uzoefu wake wa ndani na kwa kushirikiana na wadau wengine kuandaa kongamano hili hapa SUA ili kubadilisha uzoefu katika mnyororo mzima, kuongeza thamani na biashara ya bidhaa za miti dawa, kutambua matakwa ya ubora na bidhaa za mimea dawa kutoka kwa taasisi zinazoratibu na kudhibiti ubora hapa nchini, kutambua matakwa ya kibiashara na kisheria katika kuzalisha, kuchakata, kusambaza na kuuza bidhaa zinazotokana na mimea dawa, na pia kutambua taratibu za mifumo na kisera zinazotawala na kuendeleza biashara na bidhaa zinazotokana na mimea dawa hapa Tanzania, kwa Kiingereza institutional and policy requirements. Hii itasaidia kupunguza changamoto za uzalishaji na za biashara zilizopo na zinazoweza kutokeza katika biashara nzima ya bidhaa za miti dawa. Ndugu mgeni rasmi, kurugenzi yetu hapa SUA na vitengo vingine mbalimbali hapa chuoni imekuwa na utaratibu wa kuandaa makongamano ya aina hii ili kujadili kuboresha biashara za mazao, kilimo, ufugaji na misitu na kushirikiana na wadau mbalimbali katika sekta hizi. Na katika makongamano hayo, SUA imekuwa ikishirikisha wasimamizi na wakaguzi wa ubora wa biashara hizi pamoja na watunga sera kwa ujumla. Utaratibu huu umeongeza mchango mkubwa wa chuo chetu katika kutatua changamoto mbalimbali na kuboresha biashara ya mazao ya kilimo, mifugo na misitu. Michango ya aina hii ni muhimu sana, hasa katika awamu hii ya serikali ya tano ambayo mwelekeo wake ni kuwa na uchumi wa viwanda. Ndugu mgeni rasmi, kazi yangu ilikuwa ni ndogo tu ya kutoa neno la utangulizi na kukaribisha. Hivyo nimalizie kwa kusema tunakushukuru kwa kukubali mwaliko wetu na kushiriki nasi kutufungulia kongamano hili. Pia nichukue fursa hii kuwakaribisha tena washiriki wote kwenye kongamano letu na wadau na bidhaa zinazotokana na mimea dawa. Baada ya maelezo hayo mafupi, ninakuomba sasa kwa heshima na unyenyekevu mkubwa nikukaribishe ili uweze kuzungumza na hadhara hii na kufungulia rasmi kongamano hili. Karibu sana. Kweli. Nashukuru sana kwa hiyo. Ilikuwa ni ndogo tu ya kutoa neno la utangulizi wote na kaimu makamu mkuu wa chuo taaluma Profesa Kurugenzi ya shahada za nimalizie kwa utafiti na uboreshaji wa teknolojia, rasi wa ndani ya somo la langu Profesa mtafiti mkuu mradi wa drill Dr. Faith Nabiki, wakuu
taasisi mbalimbali za umma na binafsi iliyohudhuria, na taarifa kwamba kuna mwakilishi wa mganga mkuu wa mkoa, mwenyekiti pamoja na katibu wa Shivya Viata, mkurugenzi wa baraza la tiba asili kutoka Wizara ya Afya na timu yake, na mratibu wa tiba za asili kutoka wizarani na timu yake. Vile vile washiriki kutoka sekta mbalimbali, vyombo vya habari na kushiriki na wageni waalikwa na wengine wenye nafasi zao ambao sikuweza kuwataja. Nisamehe kwa hilo. Mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Salama. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu Chukua fursa hii kuwakaribisha tena leo wote katika tukio hili muhimu la kuuliza kongamano la Ilala, ikiwa ni moja ya shughuli za ushirika wa uzinduzi wa jukwaa baada ya maelezo hayo wa bidhaa za mimea dawa na maendeleo ya taifa hapa kwetu chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA Morogoro. Pili, kwa niaba ya chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo na kwa niaba yangu mwenyewe napenda kutoa shukrani zetu nyingi kwa kupata mwaliko kuu wa kufungua kongamano hili lenye lengo la kujadili uboreshaji wa uzalishaji, mchakataji, ufungashaji na uuzaji wa bidhaa zinazotokana na mimea dawa hapa Tanzania na namna ya kutatua changamoto zilizopo katika sekta hii. Ndugu washiriki wa kongamano, lengo la chuo chetu cha kilimo SUA kama ilivyoelezwa katika hati idhini na sheria ya mwaka 2007 ni kutoa mafunzo ili kukidhi mahitaji ya hali ya juu ya rasilimali watu kwenye jamii ya Watanzania, kufanya utafiti, kutoa huduma mbalimbali za ushauri kwa wananchi na kujihusisha na uzalishaji. Vile vile malengo ya chuo chetu yanahusisha uendelezaji wa maarifa na ujuzi, busara za kitaaluma na uelewa kupitia mafunzo tunayotoa, matokeo ya utafiti, huduma za ugani, ushauri wa kitaalamu na katika uzalishaji. Hivyo tunaamini kuwa uratibu wa kongamano hili uko kwenye mojawapo ya majukumu yetu na malengo ya uanzishwaji wa chuo chetu cha SUA. Ndugu washiriki wa kongamano, chuo kikuu cha kilimo SUA kimeandaa kongamano la kitaalamu ikiwa ni mojawapo ya shughuli muhimu katika mpango wa uzinduzi wa jukwaa la ubunifu wa bidhaa kutokanazo na mimea dawa. Kiingereza ni Green Resource Products Innovation Platform. Kongamano hili limekusanya wadau mbalimbali waliopo katika mnyororo wa thamani wa bidhaa hizo, wakiwemo wakulima, wazalishaji, wavunaji, watengenezaji, wauzaji wa jumla na rejareja, taasisi zinazosimamia ubora, watunga sera pamoja na watafiti. Nafikiri kila mmoja anajua kwa. Katika kongamano hili wadau watajadili masuala ya ubora, matakwa ya kisheria, taratibu mbalimbali zinazohusu biashara ya bidhaa za mimea dawa hapa nchini kwetu Tanzania. Vile vile, ndugu washiriki, kuna msemo wa Kiswahili unaosema biashara ni imani, na mwingine unaotokana na maudhui ya kiimani unasema imani yako itakuponya. Misemo hii kwenye biashara za bidhaa za mimea ni muhimu sana katika kukuza na kuendeleza biashara za mimea dawa. Hata hivyo, kwa mila zetu za Kiafrika, misemo hii haitoshi. Hii ni kwa sababu pamoja na kuwepo matumizi ya dawa hizi na kuwepo kwa biashara hii karne na karne, bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo za kitaasisi na uendeshaji wa masoko, na bidhaa zenyewe kuonekana za kienyeji na sio rasmi. Lakini kuna tatizo kwa neno la kienyeji. Hii neno asili la mwili bora zaidi, kwa sababu hata ukiambiwa umekaa kienyeji na uji sawa, lakini ukiwa kiasili sawa sawa. Hivyo kupunguza changamoto hizi na kuziondoa kabisa, kunahitajika utafiti zaidi wa kisayansi, ubunifu zaidi wa masoko, uzingatiaji wa hali ya juu wa vigezo vya ubora vinavyotakiwa na kufuata taratibu za kibiashara zinatija. Hivyo lengo la kongamano hili
lililoandaliwa na wadau limeambiwa ni kujadili masuala ya jumla na kitaalamu ya biashara hii na changamoto zilizopo. Nimetaarifiwa kuwa baadhi ya mada na maelezo ya kina yatatolewa na wataalamu kutoka kwa wahusika wote wa uboreshaji wa mnyororo wa thamani wa bidhaa hizi za mimea dawa, zikiwemo za udhibiti ubora na matakwa ya kisheria. Ndugu washiriki wa kongamano, nimefurahishwa sana taarifa kwamba kongamano hili limeandaliwa na Kurugenzi ya Uzamili kupitia kitengo chake cha uhamasishaji wa teknolojia pamoja na mradi wa utafiti wa green. Baada ya kuona kwamba ni vyema kutumia uzoefu wake wa ndani na kwa kushirikiana na wadau wengine kuandaa kongamano hili ili kujadili masuala haya ya kitaalamu na kibiashara kama ifuatavyo: moja, kubadilisha uzoefu katika mnyororo mzima wa kuongeza thamani bidhaa za mimea. Mbili, kutambua matakwa ya ubora wa bidhaa za mimea dawa kutoka kwa taasisi zinazoratibu na kudhibiti ubora hapa nchini. Kutambua matakwa ya kibiashara na kisheria katika kuzalisha, kuchakata, kusambaza na kuuza bidhaa na mimea ya dawa. Na mwisho, kutambua taratibu za mifumo ya kisera zinazotawala na kuendeleza biashara za bidhaa zinazotokana na mimea ya dawa hapa Tanzania. Institutions and policy requirements. Ni matumaini yangu kwa mijadala katika kongamano hili kusaidia kupunguza changamoto za uzalishaji katika biashara zilizopo na zinazoweza kujitokeza katika biashara nzima ya bidhaa za mimea dawa hapa. Utaratibu huu umeongeza mchango mkubwa hata hivyo kwa changamoto mbalimbali ili kilimo swala kila hili. siku. Jaribuni kuangalia kwa Mchango undani namna ya aina hii ya ni muhimu sana, zetu hasa katika awamu hii ya serikali ya tano ambayo umeelekea kuanzisha bidhaa wapi uchumi wa viwanda. hii ni muhimu sana, hasa kipindi hiki ambapo dunia inahamu kutafuta chanjo na dawa ya ugonjwa wa COVID, ambapo dawa za mimea Kazi zimeonekana yangu ilikuwa ni ndogo kusaidia ya kutoa neno la utangulizi. Changamoto ya pili inayowapa ni kuangalia ni masuala gani ya kisera yanayoleta changamoto katika kuwarudisha teknolojia hizi ili ziweze kutumika kibiashara na kuanzia viwanda vya uzalishaji wa mimea dawa, na hasa kipindi hiki ambapo sera serikali ni kusukuma uanzishwaji wa viwanda kwenye sekta hii. Ni imani yangu kwamba mawazo yatakayotokana na kongamano hili yataandikwa vizuri na kusambazwa kwa wadau mbalimbali ikiwemo serikali ili tuone namna tunavyoweza kutumia mawazo hayo na kuishauri serikali namna ya kuboresha biashara. Ndugu washiriki, napenda niwahakikishie kwamba chuo chetu SUA na hasa Kurugenzi ya Uzamili, Utafiti na Uhamasishaji wa Teknolojia na Ushauri wa Kitaalamu kwa kushirikiana na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutaendelea kuwa nanyi bega kwa bega kusaidia jitihada za wadau wote kwenye sekta hii katika kuboresha tafiti za aina hii kwa mazingira kadri yanavyo. Ningependa kusema zaidi kwamba nawaomba ndugu zangu, msijione kwamba nyinyi ni wapinzani wa sayansi au sayansi inapigana na nyinyi. Kwa nini nasema hivi? Hata nyinyi ni wanasayansi. Sayansi ilianzaje? Wakati dunia inaanza kulikuwa na vyuo, kulikuwa na degree, ilitengenezwa kutokana na mahitaji yaliyokuwepo na watu walianza kufanya shughuli kabla hata sayansi haijaanza kuandikwa. Kwa hiyo nyinyi na wanasayansi wengine ni kitu kimoja, sio vyama viwili vya upinzani. Kwa hiyo tuwe wazi kuchangia na tusijaribu sana kufikiria kwamba sayansi inakwenda kinyume tunavyotaka. Si kweli. Sayansi imetokana kilichopo kwa watu. Tunazungumzia sana kemikali. Hii dawa sio kemikali. Kemikali ni nini? Hata maji ni kemikali. Ukipiga mswaki asubuhi ni kemikali. Sabuni ni kemikali. Perfume ni kemikali. Mafuta ni kemikali. Nini sio kemikali? Hata mwili wenyewe umejaa kemikali. Sawa? Kwa hiyo tusijaribu kulinyanyapaa hilo neno kwa kudhani tunafikiria kitu tofauti. Si kweli. Unajua hata dawa nyingi ziligunduliwa kwa bahati mbaya. Siko tunafahamu hicho. Ugunduzi wa dawa hata hizo hospitali, chloroquine. Mtu alikunywa maji akashangaa amepona. Ndio wakaufuata ule mmea wakaanza kukamua. Wakatoa chloroquine. Na baadaye ile chloroquine ikasafishwa ikabaki kinachotumika tu kutibu, vingine vikaondolewa. Dawa gani nyingine kubwa sana? Penicillin.
wenyewe ilikuwa ni bahati. Mtu aliona fungus wanaota kwenye kisahani cha maabara, mbona sehemu ya kuota kampania ya kuota, nakundua kwamba bakteria wanauawa na fungus, wakatengeneza penicillin. Imenyumbuliwa penicillin mpaka leo. Kuna dawa gani hiyo wanachoma kwenye mifupa? Sasa kali kuliko zote, wanachoma kwenye mifupa mara 3. Kama homa ni kali mno, ni UTI na yenyewe ni penicillin. Imetengenezwa maabara, ikaboreshwa kukua improve. Sawa. Hata kemikali zinatengenezwa zinaboreka kama ilivyo magari. Sababu kwa ile mboga wazee wa zamani mnajua ilikuwa gari kweli. Lakini ukiangalia leo ya sasa yako laini kweli, yanazunguka hapo. Sasa kitu kwa bora zaidi haina maana ni sumu. Sawa. Kwa hiyo hata kazi mnazozifanya zinaweza kuboreshwa na zitafikisha mbali zaidi na kuisaidia dunia. Kwa kila mtu na mchango wake katika dunia. Na vile mwisho napenda kuwapongeza kurugenzi tena pamoja na uongozi wa mradi wa Green kwa kufadhili kongamano hili lenye lengo la kujadili masuala yanayohusu biashara za bidhaa za mimea. Na washauri muendelee kutoa kipaumbele kwenye utafiti, ubunifu na masuala ya biashara ili kukuza sekta hii muhimu kwa wadau na taifa kwa ujumla. Hapa ningependa kutahadharisha huko mnapokwenda na ndugu zangu. Kuna mchumi yangu mmoja hapo niambia kwamba kuna economics of cheating, uchumi wa ulaghai. Nini? Kwamba yani wewe mbinu zako zote ujanja. Unachanganya vitu, unadanganya watu. Lakini Kiswahili kuna usemi njia Mungu ni fupi. Utakamatika. Vile mgamba mfupi watu. Lakini walipomdishi sana mtu akiwahi kutafuta kitu. Kwa sababu wakati watu ni wajanja. Nisha kulamba cha sasa hivi. Bila nicho kulamba. Ukasikia ndio test. Bichungu kweli. Tunachoma sana mifugo. Sasa kwa bahati mbaya tunataka kuchoma ng'ombe papo ikaruka ni. So, nafahamu kuna ndugu zangu wanachukua tu yale kwa ajili ya miongo yale. Ile miti ya miongo ile. Ukipiga kiberiti ile usiunga kulaini kabisa. Alafu unachukua kidogo cha tesaiki unamwaga ndani. Sawa. Unasema nimegundua hii kitu kinatibu gonjwa. Sawa. Na mtu akikalamba ile sasa anaanza kunywa anasikia uchungu wa ajabu. Na kwa kila binadamu saikolojia kwamba dawa hiyo chungu sana mdomoni au kwenye mapafu ukichoma ikawasha sana ugonjwa umepona. Hiyo kwenye ubongo wako. Sawa. Lakini sio ni uchumi gani? Unajitangaza na mimi nimegundua lakini uchumi unagani? Muda si mrefu si wewe unajulikana. Ninashukuru katika mradi hicho kitu ndakiangalia. Na nafikiri mpaka sasa tunapata wengi. Nafikiri hata kama wako hapa. Lakini uchumi wa namna hiyo utafikisha popote ndugu zangu. Huo ni uongo na njia Mungu ni itakuja katika siku. Baada ya kusema hayo machache nawatakia kongamano jema na aidha mtangaza rasmi kwamba kongamano hili tupige tena makofi. Yale mengine wanasema wao wanapasha kwa sababu kupasha sifahamu. Hayo yanatosha, tuliokuja yanatosha. Ndugu mgeni rasmi, wakati tunaelekea ukingoni, ndio sasa msema chochote anajua hii panel ni watu wa aina gani. Kwa sababu mtafiti mkuu alisema tuna mgeni rasmi tuna nani, hakusema hata pale zao. Kumbe tuna mchumi, tuna mtaalamu wa tiba ya wanyama. Alipokuwa anaongea habari za uvumbuzi wa madawa kwa ajili ya kutibu, sema yalikuwa yanakuja kwa bahati mbaya. Mimi kichwani nilikuwa nasema hivi, yale majamaa yameleta COVID. Halafu tena yameleta chanjo, yanataka yatuchome chanjo. Yameleta yenyewe, nikawa na imagine hivi kati yetu hapa tukasema sasa dawa ya COVID ni hii hapa. Tukaenda pale kwa mtu anayeumwa COVID, akanywa dawa akapona. Yaani saa hizi anahema, asubuhi amepona anarudi nyumbani. Wa pili amepona anarudi nyumbani. Najifikiria yale mazungu yatakapomwaga hela hapa, huo uchumi sijui utakuwaje.
nadhani tuiwekee kwenye akili zetu. Hivi vitu ni vya muhimu sana. Badala ya kila kitu kutoka kule, inawezekana sisi sasa tukawa na nini? Na majawabu. Na majawabu yenyewe ni kama haya. Unafanya kitu, inaonekana, jamaa wanakuja wanakimbia. Watakuja. Wameleta wenyewe. Wametengeneza, wanasema na chanjo wanatengeneza wenyewe. Basi tunawaambia kile mlichokileta tiba yake ni hapa. Yaani sijui hata itakuwaje. Mapi? Itakuwaje? Mimi nadhani nitakuwa naelekea kuingia. Nashukuru sana mgeni rasmi, na pia ni gwiji wa tiba za wanyama. Nadhani yeye ni hatari zaidi kuliko sisi wengine ambao tunacheza na binadamu. Hivi paka ukiona nalia unajuaje kwamba nauma kitu fulani? Kwa sababu binadamu namuuliza, sio? Anasema nauma kichwa, mgongo, nini. Sasa yeye ameenda kwa ng'ombe, hali majani, anamwangalia, hatui maziwa. Hapa na kiangalia baadaye anasema huyu anauma ugonjwa fulani, anatibu anapona. Nashukuru kwa hiyo sayansi ya juu kabisa. Pia nilisahau kuna mtu wa mahesabu hapa. Alikuwa anasema vipimo nini? Kutengeneza sio tu wewe bwana kunywa tu hii kunywa. Sasa ukisema anywe lita 1 kwa siku, na chakula kitakaa wapi? Na wewe wa mahesabu na yeye anasema angalau hiyo kwa kipimo unapima unasema hizi sasa kwa jazo huu ataweza kunywa, atakunywa na maji, atakula na chakula, sivyo Lakini nisipoteze sana muda kwa sababu hii sio kazi yangu hiyo. Kazi yangu ilikuwa tu ni kutoa chochote. Nani anakuja? Nimkaribishe gwiji wa uchumi ambaye pia ni mkuu wa kitengo cha hii package namba 3 ya uchumi na biashara, ndugu Dr. Makidara apewe neno la shukrani kabla hatujatoka hapo nje tupige picha. Picha yetu tutapigia pale, pamekaa vizuri. Kwa baada ya hapa tutatoka tutapiga picha pale, halafu tujulishana kinachoendelea. Tukaribishe sana Dr. Makidara kwa neno la shukrani. Karibu sana. Asante sana. Ndugu mgeni rasmi, Profesa Nandus Kairo, ambaye ni naibu makamu mkuu wa chuo utawala na fedha, anawakilisha makamu mkuu wa chuo tarafa ya Iringa. Ndugu wote, kaimu makamu mkuu wa chuo taaluma, ambaye anawakilisha utawala. Ndugu Profesa Shahidi, ambaye anawakilisha mkurugenzi wa shahada za juu za uzamili, utafiti na uhamasishaji wa teknolojia. Ndugu Profesa Kabote, ambaye ni rasmi wa ndani ya Solomon Mahalangu ya sayansi na elimu. Dr. Faith Badiki, ambaye ni mtafiti mkuu wa mradi wa Green, mwakilishi wa mganga mkuu wa wilaya Kibagiata, mwakilishi wa EPS na mkemia mkuu wa serikali, viongozi wengine waliofika wa chuo, wengine waalikwa, wataalamu wa tiba asili, sema chochote. Bibi na bwana, kaki imezingatiwa. Habari za asubuhi. Kazi yangu ni kushukuru mgeni rasmi. Kwanza tunashukuru sana kwa kutenga muda wake kuja kufungulia kongamano letu. Tunashukuru pia viongozi wengine ambao tunafuatana nao. Kipindi hiki chuo kina shughuli nyingi, bahati mbaya pia wenzetu wamepata msiba. Kwa hiyo kuna masuala ya kijamii ambayo kwa namna moja au nyingine inabidi tuyahudumie. Tunasema asante sana. Kama ulivyosema kwenye hotuba yako kwamba lengo la kongamano hili jaribu kujadili masuala ya ubunifu
wakulima, lakini kuna wakulima wazalishaji na kuna wale wanaenda tunahitaji na wanaenda kutafuta, nasema kuna wakutafuta usiku na wakutafuta mchana, si ndio? Inategemea dawa inapenda nini, jua au giza. Sasa nafikiri mgeni rasmi amesema utafiti ni sayansi, kwa hiyo na hiyo ni sayansi ya aina yake. Kwa hiyo na wale wote wanaoshiriki kwenye thamani, tunashukuru sana kwa sababu timu hii iliyoko hapa au kongamano hili litajaribu kujadili na kuja na mapendekezo ambayo yatasaidia kuboresha biashara hii. Pili, tumetupa changamoto kwamba kipindi hiki ambapo kuna magonjwa mengi, tuangalie ni namna gani ambayo sisi kama wadau ambao ni hawa ambao ni wataalamu, sisi ambao ni watafiti na wengine ambao ni wala biashara, namna gani tunaweza kupata dawa ambazo ni bora na tukashindana. Ukienda kwenye masoko kuna dawa za Wahindi, kuna dawa za China, nazo zimejaa. Na siku hizi kuna dawa za Waarabu. Lakini tukiangalia hapa kuna dawa nyingi sana. Hiyo na sisi tunataka katika maduka yetu kwa siku na dawa zetu zionekane zimepakiwa vizuri, zina lebo nzuri, zinavutia na zimetangazwa vizuri kwa watu. Kwa hiyo nafikiri hiyo changamoto tumeichukua. Tumetupa changamoto ya pili kwamba biashara ya ujanja au kwa Kiswahili tunaeleza kama utapeli, ndio? Ingawa utapeli unaonekana umehamia kwenye pesa zaidi. Huku kwenye bidhaa wabaki bidhaa ujanja. Kweli njia ya mambo ni fupi, na tafiti za masuala ya kijamii zimeonyesha kwamba ukiwa muongo, biashara ya uongo huwa haidumu. Kwa sababu ukimpa mtu maji badala ya dawa kikohozi, asipopona atamwambia na mwenzie, alafu utaishia. Zamani Moshi kulikuwa na profesa mmoja anaitwa Profesa Vlada. Mwanzo alikuja vizuri, soko likawa kubwa, nafikiri alikuwa mwenyewe, lakini wakati mwingine tunapata katamaa kadogo. Kwa hiyo ubora dawa ukapungua, kwa hiyo wateja wakahama. Kwa hiyo biashara ya kwetu, kwa sababu ni biashara ya mtu na biashara ya mahusiano, nafikiri hilo nalo tumelichukua, tufanye biashara halali na za ukweli ili tuweze kuendelea, ili kuboresha maslahi ya wazalishaji pamoja na uchumi wa nchi. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, tunashukuru sana na tunatumaini katika kongamano letu tutaweka kumbukumbu nzuri, na kama ulivyoahidi chuo kitatupa msaada. Kwanza kimeshatupa msaada mwingi sana wa kusapoti hizi tafiti, tupa sehemu za kufanyia tafiti, tupa vibali vya kushiriki kwenye makongamano kama haya. Tunasema asante na tunaomba msichoke wakati tunapohitaji msaada kutoka kwenu. Kwa hiyo tunasema asante sana, na matokeo ya kongamano hili tutapewa taarifa ili tujue ni namna gani tunaweza kuboresha biashara hii kwa jumla. Kwa mwisho tunasema asante sana kuhudhuria kongamano letu, na asante sana ambao wamefuatana na wewe katika shughuli hii. Asante. Nashukuru sana mtoa neno la shukrani kwa hisani yako, mkuu wa mradi. Tungeomba tu wale waliotoka kwa mkemia mkuu TBS, sababu baada ya hapa kuna wengine hawatakuwepo, hata wangesema tu hai. Tuanze na labda uongozi na chakula. Asante. Wako wengi